naitwa Fatuma Nasoro Abdalla. Kaka Kaliua, mfanya biashara nauza vitambaa. Walikuja hao vijana wawili kwenye ofisi yangu. Wakasema wanasajili namba ya lipa namba. Wanatoka kampuni ya Yas. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Walivyoingia katika process za benki, wakasema hii simu yako muunganisha na simu benki? Nikamwambia ndio. Akasema sasa ili benki ikubali kupata wewe lipa namba, unatakiwa iruhusu benki. Basi mimi nikawa nimebonyeza namba zangu za siri bila wao wenyewe kujua. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio ilikuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi, tutakuletea hiyo karatasi yako ya lipa namba, utaanza rasmi matumizi. Basi nimekaa mpaka dakika 20. Sasa mbona hao kaka mbona hawarudi? Baadaye ndo akaja dada mmoja hivi, waga ni mteja wangu, kananiambia dada, nikupigia simu yako yani upatikane. Nikamwambia mbona simu ninayo hii hapa. Ndo baadaye kushtuka sasa mimi ndo kumpigia yeye ili nijue kwa nini sipatikani. Ndo kuangalia namba nyingine wameniwekea, wakaondoka na line yangu. Ndo nikakimbia moja kwa moja kwa wakala. Nikafika nikamuelezea wakala, nikamwambia wakala ifunge kwa sababu line yangu nimeunganisha na simu benki. Basi wakala akawa amesema ameshaifunga, baadaye akaniswapia namba hiyo hiyo ya Voda. Basi nikaenda zangu nyumbani. Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Ndio hapo niliposhtuka, nikawapigia wale huduma Vodacom. Nikaongea nao, nikawaelezea ilivyokuwa. Ndio wakasema hii hela imetoka, haijachukua muda mwingi, ngoja tuizuie. Ndio wakawa Voda wameizuia, wakanipa masaa 24. Ndio hapo akili kanituma, nikasema hapana, ngoja nikimbie benki. Ndio kwenda benki moja kwa moja, nikamwambia nataka niangalie salio. Wakaniruhusu, nikaenda kuangalia salio. Nilichokikuta kwenye salio ni shilingi 6,000 tu. Ndio hapo nilipokimbia moja kwa moja paka kwa manager. Nikamwambia manager, mimi nilikuwa na salio na nimeshaibiwa. Alafu mimi na watoto wadogo na ni mjane, sina mume. Ndio akaniambia hivi, wewe umeibiwaje? Ndio nikamuelezea ilivyokuwa kwa walikuja kunisajilia line. Kitu ambacho mimi nilichokosea ni ile namba ya siri kuiweka mule, na kisha wakaondoka na line yangu. Ndo mimi na manager tukaenda pale, akaenda kuangalia zile orodha. Sasa ndo akaniambia dada, hela zako zimetoka saa 6 usiku. Zote zimetoka, zinaenda kampuni ya Yas. Lipa namba Yas, lipa namba Yas. Ndo akaniambia niende kituo cha polisi. Ndo nikaenda moja kwa moja pale kituo cha polisi. Nifika kituo cha polisi, nikaelezea, nikawapa na hiyo statement benki. Kwa kweli polisi wamenishughulikia, polisi wamenisaidia, na pia mkuu wa wilaya kanisaidia, mkuu wa mkoa, wote wamenisaidia kwa kweli, nashukuru sana. Mpaka hawa wamekamatwa hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma? Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanywe kitendo kama hiki, wote jisikiaje? Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Una huruma? Nina watoto wadogo wananitegemea, mwingine ni mdogo kabisa. Kila kitu kinaniangalia mimi, unaenda kunifanyia hiki. Bado nilikwambia wewe kaka usije kuwa ni tapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa, mimi natoka Yas. Sisi tulimfuata tu kwamba tunataka tumsajilie tu line. Baadaye tukamwambia weke namba ya siri yake, akaweka pale. Basi tukawa tumemaliza tukaondoka. Mliweza vipi kutoa fedha kutoka benki kuja kwenye lipa namba? Tumehamisha kupitia kawaida, kama mtu anavyolipa tu kawaida. Kazi hii kwani umefanya kwa muda gani hapa kwa Tabora? Hapana, mimi ni muda mfupi nimefanya hiyo kazi. Labda ni nyinyi wenyewe ama
kuna mtandao wa watu wengine ambao mnashirikiana nao kufanikiwa, ambao wanawasaidia kufanikisha kuhamisha hizo fedha? Ni sisi wenyewe. Na ujuzi huu wa wizi nyinyi mlitoa wapi? Kuna mtu yani aliyetufundisha sasa hivi hayupo Tanzania, yuko Kenya. Kwa mlifundishwa na nani? Yupo Kenya sasa hivi. Yupo Kenya. Hebu ongea kwa sauti hiyo sasa. Yupo Kenya sasa hivi. Anza aliyefundisha yupo Kenya, iseme complete. Aliyetufundisha sasa hivi yuko Kenya. Anaitwa nani? Jina lake mimi nalo lijua ni jina moja tu, Sylvester. Tanzania au Kenya? Ni Mtanzania. Ilikuwaje mpaka akawaona nyinyi mnafaa kufundishwa uwizi? Alikuwa ni kiongozi wetu. Yaani upande wangu alikuwa ni kiongozi wangu. Wakati tunafanya kazi Tigo Dodoma. Wakati tunafanya kazi Tigo Dodoma. Kwa nini? Mnafanya kazi kwa nini? Tigo Dodoma. Hawa ni wale ambao unakuta wamevaa t-shirt za kampuni mojawapo ya simu. Wanasajili line. Kwa hawa mabwana walifika Kaliua. Wamevaa t-shirt za kampuni ya Yas, zamani Tigo. Wanasajili line. Wakamwambia yule mama, sogea hapo uonekane. Hapo. Yeye mama huyu ni mjane. Ulifiwa na mume wako lini? Mwaka jana. Alifiwa na mume wake mwaka jana. Mume wake alikuwa anafanya katika kazi kampuni za mafuta. Alimwachia hela, lakini mpaka hawa wanamtapeli alikuwa na milioni 40 kwenye akaunti yake ya NMB. Ana duka la vitambaa pale Kaliua mjini. Sasa walichokifanya, walipofika dukani wakamwambia, tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia, toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akisema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hao jamaa nafikiri wakawa aidha zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile line yake wakaichomoa, wakaweka line nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walipoondoka mama anashangaa, kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe line iliyomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake, na kilichomshtua akaona sijui 190,000 kama inatoka. Haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka, alipoenda benki anaambiwa benki, hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu hawa majamaa. Yeye na mke wake anamlea yule baba kwa hela za utapeli. Huyu mama hana mume, abaki hivi bwana, watoto wanasomesha. Kwa niendelee kupongeza RPC. Kikweli lazima niwe na wakati. Tunaendelea kuwapongeza na tuna intelligence nzuri sana. Huyu jamaa makachero wetu wamemkamatia Babati. Tukasema mumrudishe. Lazima mtoe hela ya watu. Ndio mtoke hapa Tabora. Kwa mtakaa hapa, mwende mchange, mwambie ndugu zenu na kamera ziwaone ndugu zenu, wewe Freddy na mwenzio siji Messi, mlipe hela ya watu ndio muondoke. Nanielewa? Mimi nilifikiri unasema labda sio mimi au sijui. Mama amekuja amewatambua. Waliokuja nani? Hawa ndio walikuja. Mama tumemuita, amekuja amewatambua kwamba ni kweli waliokuwa wamenibia, waliokuwa wamenitapeli ni hawa. Na wao wanakiri kwamba kweli walifika na wakamtapeli, wakamfanyia ulaghai huo, hela wakachukua, wakaondoka. Wana gari moja wanasema, alafu angalia milioni 40 ndani ya hizo wiki moja mbili, hana hata shilingi. Nyanyua sura uonekane.
hata shilingi hana, anakaa baa kuanzia asubuhi mpaka kesho kutwa. Akimaliza anarudi kwenye utapeli. Leo anatuambia hapa, anaambia RPC, nipo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Manake tumwachia hapa katapeli mwingine aje kulipa. Waambie ndugu zako walete hela, kulipa hela ya watu. Si ndivyo anavyosema? Anasema yupo tayari kulipa milioni 10 kila wiki. Anajua anapoipata. Na biashara gani hana? Unaitoa wapi? Anasema anajua mwenyewe. Kwa jamani, naombeni mwe makini. Tapeli sio kampuni ya simu. Tapeli ni huyu, ni Fred. Ila ametumia jina la kampuni ya simu na wao wenyewe. Nyuma hapo pia alikuwa ni mwajiriwa wa kampuni ya Yas kwa ajili ya uwakala wa kusajili line. Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora tunawashikilia watuhumiwa 5 ambao kama nilivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya ya Kaliua shilingi milioni 40,900,000. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu. Na pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu kwa mtu ambaye umfahamu. Ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Pale ambapo unakuwa na mawasiliano na ukatoa taarifa zako za siri zinazohusu fedha kwa mtu ambaye umfahamu, unahatarisha usalama wa fedha katika akaunti zako. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, lakini jeshi la polisi litaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wahalifu wa namna hii wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.